na ile robo finali ya pili. Tumecheza ya kwanza jana na timu mwenyeji Zegereni FC, wao wamequalify, lakini sasa hizi wanacheza Kipangege pamoja na Mali 65. Nafikiri mpira unaendelea. Hii robo finali ya pili na kesho itakuwa ya tatu. Na kesho kutwa ya 4 tutakuwa tumekamilisha zile 4 ambazo timu 4 sasa zitakazokuwa zimeshinda zile zitaenda katika hatua ya nusu finali ambayo itachezwa siku ya Jumamosi nusu finali ya kwanza na Jumapili ijayo nusu finali ya pili. Sasa jana tulikopo katika robo finali na kulikopo na Ulinzi pamoja na askari pia. Kwa hiyo leo vipi kuhusu masuala mazima ya Ulinzi kwa ajili ya mashabiki? Ulinzi umeimarika, askari sio lazima avae gwanda. Yaani unavyoona hapo sasa hivi. Kwanza ni mashindano ambayo yameanzishwa na mwenyekiti wa serikali ya mtaa, mkuu wa ulinzi na usalama. Tafsiri yake ni kwamba hata anapokuwepo yeye lazima alindwe. Na kwa sababu tunafuata taratibu zote, tumepata vibali kutoka Kibafa, kutoka Korefa. Kwa hiyo hapa tulipo tuna ulinzi wa kutosha, wapo maaskari, lakini hata kama hawajaonekana katika ile mionekano ambayo wananchi wamezoea. Na ndio maana unaweza ukaona licha ya wingi wa watu lakini hali imetulia. Okay. Naweza ngasema basi tusiweze kudadavua mengi. Unaweza tukasema kwamba tushukuru juu ya haya uliyoongea. Nadhani umesikika kiujumla. Kwa hiyo tukupongeze kiujumla mheshimiwa. Asante, tukutane kesho siku ya Jumamosi tarehe 4 kwa ajili ya nusu finali inayofuata, lakini pia tutakutana kesho kutwa tarehe 5 katika robo finali ya mwisho, ambako Jumamosi inayofuata pia utakuwa na nusu finali ya kwanza na Jumapili itakuwa nusu finali ya pili. Udani hapa ni nyingi sana, kama unavyoona ushindani ni mkubwa kwa kweli. Basi tunashukuru sana mheshimiwa, karibu sana. Mpenzi mtazamaji wa 7 Media, hivi sasa tupo Zegereni kwenye ligi ya Likunja Cup. Tupo na mheshimiwa Simon Mbewa. Tumsikize kiongozi mheshimiwa Simon Mbewa anazungumzia nini kuhusu Likunja Cup. Kimsingi Likunja Cup ni msimu wa kama sikosei kama misimu 5, 6 au 4. Kimsingi nimpongeze mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Zegereni kwa kuanzisha mashindano. Jambo la kwanza la msingi alilofanya mwenyekiti wa serikali ni kuwaweka watu kucheza mpira waondokane na kwenda kuvuta bangi, lakini pia ameleta ajira kwa wachezaji. Mchezaji anapochukuliwa anapata ajira, manake anapata posho kwa timu ambayo inamchukua. Na pia ameleta watu kuwa na mazoezi wapate afya ya mwili yao. Lakini kimsingi timu zilikuwa 16. Katika timu 16 sasa tunaenda robo finali. Robo finali zimebaki timu 8. Niwapongeze sana mwanzisha mashindano na kamati yake Likunja Cup, lakini pia niwapongeze mashabiki. Naona mashabiki ni wengi. Ni jinsi gani mpira unapendwa katika wilaya ya Kibaha. Wilaya ya Kibaha na mkoa wa Pwani unaoongozwa na mwenyekiti wetu wa chama cha mpira mkoa wa Pwani Robert Muniz, anapenda mashindano yachezwe, lakini sio yachezwe tu. Anapenda yachezwe katika kufuata kanuni na taratibu za mpira wa miguu. Na hapa leo nimekuta mimi ndio mara kwanza kuhudhuria. Nimekuta mpira watu wanafuata haki, wanafuata taratibu, jezi ziko sawa, stocking ziko sawa. Hii ndio mpira, maana mpira kuchezwa. Lakini mpongeze Likunja Cup tena. Aendelee kufanya hivi. Taarifa nilizokuwa nazo nimeambiwa timu zote zimepewa jezi. Hili ni jambo la kujivunia, ni jambo la kusifiwa, ni jambo wengine wanatakiwa waige. Kiongozi si kiongozi tu ambaye kiongozi apende michezo. Kiongozi anapaswa kupenda michezo, na kwa sababu Likunja ni kijana, ndio maana anapenda vijana wenzie wacheze mpira. Na mimi leo nimefurahia kujumuika nanyi Likunja Cup kuangalia mashindano yakiendelea. Binafsi nafurahishwa na mashindano ya Likunja Cup. Mwenyezi Mungu aendelee kumpa heri, aendelee kuendesha mashindano ya mpira miguu, sababu mimi ni mdau wa mpira miguu. Mpenzi mtazamaji wa 7 Media, hivi sasa tupo ndani ya Zegereni kwenye Likunja Cup. Awali ya yote, kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa fursa hii ambayo tumeipata kwa siku ya leo ndani ya Zegereni. Lakini pili ni mshukuru muandaaji wa mashindano haya ya Likunja Cup, Mheshimiwa Rashid Likunja, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Zegereni. Hakika mashindano ni mazuri, nimekuwa nikiyafuatilia tangu yalipoanza na mpaka siku ya leo ambapo nimepata bahati ya kufika uwanjani. Kweli nimeona vijana wana morali, lakini kikubwa nilichokipenda ni namna utaratibu mzima wa mashindano ulivyoandaliwa. Kuanzia sheria, kanuni na taratibu zote, kwa kweli nimeziona ni nzuri. Kwa sababu hata ukiangalia kila timu inaridhika na matokeo na kila timu inaridhika na uamuzi. Kwa hiyo maandalizi yalikuwa ni mazuri, maandalizi yalikuwa ni makubwa na mashindano yanakwenda vizuri, vijana wanafurahia.
ndani ya 2026 Likunja Cup imeanzishwa. Je, iliyopita na kwa sasa hivi bora lipi? Mimi naweza nikasema kwamba kila Likunja Cup iliyoanzishwa kila season ilikuwa ni bora, lakini kadiri muda unavyozidi kwenda, ina maana kila season inakuwa ni bora zaidi. Season 1 ilikuwa ni bora, season 2 ilikuwa ni bora, halikadhalika hata season ya sasa hivi pia ni bora zaidi, na kuna vitu ambavyo vimeboreshwa na kuna vitu ambavyo vimeongezeka. Kwa naweza nikasema kila season ilikuwa ni bora na kila ubora unaongezeka kadri season inavyozidi kuendelea. Kama kiongozi wa vijana, unawasaidia nini vijana katika hili ligi? Kikubwa zaidi mimi ninachoweza kusema ni kwamba vijana inatakiwa wafahamu kwamba mpira au michezo kwa ujumla sasa hivi ni ajira. Na kupitia michezo lazima tuwe tunahusiana mambo mbalimbali. Kwanza michezo ni afya, lakini kupitia michezo tuhusiane kudumisha amani ya nchi yetu, kwa sababu bila ya amani ya nchi yetu hatuwezi kupata maendeleo. Bila ya amani ya nchi yetu hatuwezi kupata muda wa kuweza kucheza namna hiyo. Kwa hiyo mimi ninachoshauri na kuwahusia vijana kwamba tuendelee kudumisha amani ya nchi yetu.